Barabara mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya BW Media. Kipindi hewani ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kipindi ambacho tunajifunza neno la Mungu kwa kina na kwa uhalisia wetu wa maisha ya leo. Mpenzi mtazamaji, tulikuwa na mada kuu ambayo tulikuwa tunajadili Wafilipi na Wakolosai, ambapo ilikuwa imejengwa katika mada kuu ambayo tulikuwa tukiangazia kuunganisha mbingu na dunia. Na katika somo la leo ni somo la 13 lenye kichwa cha somo kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Kwa lugha ya Kimombo unaweza kusema standing in all the will of God. Somo hili ni muhimu sana pia, ambalo pia linakuja kuhitimisha kitabu cha Wakolosai sura ya 4. Hizi ni nyaraka za Mtume Paulo ambazo tumekuwa tukidumu kuziangalia katika miezi hii mitatu. Na kama ilivyo ada, siko peke yangu katika somo hili, na ambatana na watu ambao tunashirikiana katika somo hili. Hawa ni wachambuzi. Upande wangu wa kulia yuko Daktari Martin Maduhu akifuatana na mwinjilisti Matthew Masaka. Hawa wamekuwa sehemu muhimu sana ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na niwakaribishe kwa mara nyingine tena. Kwa kuanza ni mkaribisha Daktari Martin atuongoze kwa fungu pamoja na ombi la kwanza kabla hatujaenda ndani zaidi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Fungu letu kiongozi linatoka katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 18. Neno la Mungu linasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Wathesalonike wa kwanza 5 aya ya 18. Hilo ndilo neno la Bwana. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa namna ya pekee umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa robo hii mpaka leo tunapotamatisha. Tunamwalika Roho yako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akawe pamoja na mfuatiliaji, mtazamaji na msikilizaji. Kwa namna ambayo utajifunua, Roho yako akajifunue zaidi, tukaweze kukufahamu wewe. Kuwa pamoja nasi katika somo hili katika Kristo Yesu. Amen. Naam, kwa ombi hilo sasa tuko katika nafasi nzuri ya kuendelea ndani zaidi katika somo hili la 13, kusimama imara katika mapenzi yote ya Mungu. Mwinjilisti Masaka, na kukaribisha sana katika kipindi cha leo. Asante. Na niombe utupitishe kidogo katika sehemu ya utangulizi kabla hatujaenda sasa kuchambua bayana kila kipengele katika somo hili la 13. Ni somo la 13 linazungumzia kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Robo yetu tumekuwa na kitabu cha Wafilipi na Wakolosai. Mwongozo wetu umetuelekeza kujifunza kitabu hivyo viwili, yani kitabu cha Wafilipi na Wakolosai, na tumeangalia namna ambavyo Paulo alipokuwa akifanya kazi wakati akiwa gerezani kwa kutumia barua au nyaraka ili kuyatia moyo makanisa ya Kolosai na Filipi, kwa waumini ambao walikuwa katika makanisa hayo, ili waweze kusimama imara katika kumjua Mungu na kutembea katika mapenzi ya Mungu. Na somo la 13 imejikita zaidi kuelezea namna gani katika maisha yetu kama waumini tunaweza tukasimama katika mapenzi yote ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa katika neno lake takatifu. Neno la Mungu ndio linafuma mapenzi yake. Mapenzi yake tunamaanisha sheria zake, amri zake, maagizo yake na upendo wake kwetu wanadamu, vimeelezwa katika nyaraka hizi. Na fungu letu lile la ukalili ambalo tumesoma muda si punde linazungumzia habari ya mapenzi ya Mungu, kwamba shukrani kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa kupitia Yesu Kristo. Alipozaliwa, akaishi, akafanya huduma, kusudi kubwa lilikuwa ni kuyafunua mapenzi ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Tumfahamu Mungu kupitia kwa Yesu Kristo Yesu, kwa huduma yake na namna alivyofanya kwa huruma na upendo na kujali na kugusa mahitaji ya jamii. Yote ilikuwa ni katika kufunua mapenzi ya Mungu, tuyafahamu mapenzi halisi ya Mungu. Na alikuja kukanusha madai ya shetani kwamba Mungu ni mkatili, ni asiyejali, ni dikteta, lakini kupitia huduma yake Kristo na namna alivyoishi, alifunua mapenzi halisi ya Mungu na namna ambavyo tunapaswa kuishi kulingana na mapenzi yake. Kwa katika somo hili tumejikita zaidi kueleza kuhusiana na Paulo, namna ambavyo
ameeleza kuhusiana na kazi ambayo amefanya kupitia timu ya watendakazi wenzake ambao walishirikiana kwenye kazi ya Mungu, lakini pia inaeleza mtandao mpana wa watendakazi pamoja na Kristo katika kazi ya Paulo ambao alifungua makanisa katika sehemu mbalimbali za Ulaya na Asia. Lakini pia inaeleza kusudi kubwa la utume la Paulo na mkakati mkubwa kuhusiana na kazi ya Mungu. Alikuwa akifungua kazi katika maeneo mbalimbali na sasa yupo kifungoni. Watendakazi walikuwa wanamsaidia kwenda kuimarisha wale waumini na kupata taarifa ili aandike nyaraka ambazo zitawatia moyo waumini katika maeneo mbalimbali ili kuimarisha imani zao na kudumu kuwa waaminifu katika kazi na utumishi wa Mungu. Na nyaraka hizi aliziandika katika alipokuwa gerezani. Nimevutiwa zaidi na dondoo ambayo ameandika Ellen G. White kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kuhusiana na jinsi ambavyo Paulo alifanya kazi katika namna ambayo kwa gerezani alifanya kazi kubwa mno kwa kuwafikia watu kupitia nyaraka. Kwenye ukurasa wa 141 kitabu cha Matendo ya Mitume cha Ellen G. White kinasema hivi: si kwa hotuba za Paulo bali kwa sababu ya pingu zake, ambapo watu wa ikulu waliweza kuvutiwa kupokea ukweli. Ukristo, kupokea ukweli wa Kristo ilikuwa kupitia kwa hali yake ya kufungwa, ambapo alimudu kuvivunja vifungo vya wengi na kuvuta usikivu wao kutoka katika utumwa wa dhambi. Na hili Kristo alimtumia kuandika nyaraka mbalimbali ambazo zilikuwa na mvuto mkubwa sana. Japo alikuwa gerezani, lakini kupitia mvuto wa nyaraka hizo tunapata shuhuda mbalimbali namna ambavyo makanisa haya yaliimarishwa katika huduma na utumishi ambao Paulo Mungu alimtumia kwa namna ya pekee katika kuwafikia watu kupitia nyaraka hizi. Ziko nyaraka ambazo zenye mvuto wa pekee, maana Mungu alivuvia nyaraka hizi zikaandika ili kuyatia moyo makanisa ya Kolosai na Filipi ili waweze kudumu katika imani na kutenda kazi kupitia kutiwa moyo kwa namna ambayo Paulo alikuwa akitumika katika huduma na kazi ambayo Mungu alimtumia kwa wakati wake ili kuwafikia watu katika huduma na utendakazi wake. Nasema ijapokuwa ilikuwa inaonekana dhahiri kuwa alikuwa ametengwa kufanya kazi za kawaida, yani kuwafikia watu na kuwatembelea makanisa, lakini alitumia ushawishi mpana na wenye nguvu kumudu katika kazi ya Injili kuliko vile ambavyo angekuwa huru kutembelea makanisa hayo yeye mwenyewe. Kwa kila kusudi linalotokea katika maisha ya mwanadamu linakuwa na makusudi yake. Yaani Mungu aliruhusu Paulo afungwe, lakini kupitia katika hali ile ya kufungwa kuna fursa ambayo alitumia Paulo ambayo ilikuwa na mvuto mkubwa zaidi kuliko ambavyo alipokuwa akitembea makanisa. Kwa kupitia ule mvuto wa kuandika nyaraka zenye kutia moyo, zenye kuhimiza makanisa na kupitia utendakazi ambao alikuwa pamoja nao ambao waliwatuma katika maeneo mbalimbali kuimarisha kazi, ilikuwa na matokeo chanya sana katika kazi ya Mungu. Asante. Asante wachambuzi, jambo hili limenigusa sana kwamba wakati fulani kumbe tunapaswa kuacha mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kweli. Tumekuwa tukikwama sana kama wanadamu kwa sababu watu tunaweza tukasema matamanio yetu, wishes, kama natamani iwe hivi. Lakini jambo la pili nilojifunza pia katika uchambuzi wa awali ni kwamba Paulo gereza halikumfanya awe mnyonge. Kweli. Lakini kwa najaribu kuangalia kwenye uhalisia wetu Daktari Martin. Naam. Huko gerezani pale, kwanza unakuwa umekata tamaa sana hata kupata muda wa kuandika au kuwatia moyo wengine, unatamani wewe ndio utiwe moyo. Ni kitu fulani cha pekee sana tunajifunza. Kweli. Tukiangazia mbali zaidi, tukiangalia mafunzo au masomo namna ambavyo Mtume Paulo alikuwa akifikia jamii, nilikuwa najaribu kuangalia zile safari za Paulo. Tunaambiwa ni yapata maili 13,000. Naam. Maili 13,000 ni umbali wa kutosha sana. Kweli. Sasa natamani uzungumze kidogo hapo. Tunajifunza nini kuhusu kujitoa katika utume? Naam, asante sana. Tena maili hizo 13,000 wakati mwingine alilazimika hata kwenda kwa miguu. Paulo alikuwa akitazama kile ambacho Yesu aliweza kukifanya kwa jamii. Hakuna mwamba ambaye aliweza kuifikia jamii kwa namna ya kipekee kama Yesu.
na Paulo aliweza kutumia namna hiyo hiyo kuifikia jamii. Tujifunze nini hasa katika masomo ya kuifikia jamii? Liko fungu nimelipenda katika Wakolosai hiyo 4 aya ya 8. Kuna mambo mawili hapa nitashiriki na wewe. Mjue mambo yote, halafu awafariji mioyo. Paulo anaandika mambo hayo, lakini mimi nitasemea tu vitu hivyo viwili. Jambo la kwanza, mjue mambo yote. Mwenyekiti, umesema vizuri, tena akiwa gerezani anaweza likaonekana jambo ambalo kimsingi katika maisha yetu ni zito na ni gumu kidogo. Kwa nini anasema mjue mambo yote? Paulo alitamani na alitaka watu wajue hali halisi ambayo alikuwa anaipitia katika gereza, katika vifungo vyake. Ziko safari 4 Paulo alizozifanya, safari tofauti tofauti, lakini alitaka wajue hasa vifungo anavyovipitia. Hivyo hivyo katika maisha yetu ya utume na katika injili hii ambayo tunaieleza, lazima tuiambie jamii uhalisia wa mambo tunayoyapitia. Wainjilisti wakati mwingine wanapitia changamoto za maeneo, changamoto za hali ya hewa, changamoto za kijamii, vizuizi, mapokeo tofauti. Lazima tuweze kuwaeleza hali halisi kwamba ni kweli hali ni mbaya, niko kifungoni ndio, viko vizuizi vingi ndio, lakini anataka wafarijike mioyo. Nitasema jambo hili kwamba nenda kwa jamii kwa uhalisia wa mambo, na iko nukuu naomba nikupatie. Inasema kwamba facts are correct, yes, but are not the only truth. Takwimu ni sahihi ndio, lakini sio ukweli wote. Neno la Mungu ndilo linatupa tumaini, ndilo linatufanya tufarijike. Tunazungumzia kuifikia jamii. Niongee na jamii ambayo yako maradhi fulani ambayo madaktari wamesema hakuna tiba. Ni kweli kabisa, lakini ukweli wa neno la Mungu ni kwamba liko tumaini katika Kristo Yesu aponyaye magonjwa yote. Familia ambazo zina mivurugano, mmehangaika, ziko kesi ambazo takwimu zinasema kwa hatua iliyofikia hakuna la ziada, lakini katika Kristo Yesu ukweli ni kwamba anaweza kukushindia vizuizi. Kwa hiyo tutambue hiyo, facts are correct, yes, but it's not the only truth. Na ndio inayokuja inazaa jambo la pili, awafariji mioyo. Kitu pekee kitakachotufanya ingali tupo vifungoni, ingali tupo gerezani, ila kuwa na tumaini ni kwa sababu ya faraja, ni kwa sababu ya Kristo Yesu, ni kwa sababu ya tumaini kubwa lililoko mbele yetu. Katika maisha yetu, katika jamii zetu, jifunze kuona tumaini katika gumu lolote lilo unalolipitia. Kwa namna hiyo utaweza kufarijika. Fungu letu limesema furahini katika kila jambo, maana ndiyo mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Tunapokuwa na tumaini, tunapojifunza kuangalia tumaini katika mgogoro na changamoto aina yoyote, tutaweza kufurahia mapenzi ya Mungu. Na jambo la pekee ambalo natamani nishiriki na wewe katika kuifikia jamii ni kwamba Paulo aliona uzuri na wema wa jamii, hakuangalia mabaya na makwazo ya jamii. Vivyo hivyo kwa Yesu Kristo, anatutazama sisi kama wanaye. Ona wema kwa mtu, achana na mabaya yake. Kwa namna hiyo utaweza kumfikia. Paulo alikuwa anawaita watakatifu, alikuwa anawaita wakamilifu, lakini sio kwamba walikuwa wakamilifu katika yote, yalikuwepo madhaifu, lakini alikuza wema, akashusha udhaifu, akashusha maovu. Tutaifikia jamii endapo tutatazama wema wa watu, tukashusha ule udhaifu. Na mwisho kabisa, masomo juu ya kuifikia jamii. Tuige sasa mfano kwa Yesu, tuige mfano kwa Paulo, tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya jamii, tukiwa na picha kubwa, tukiwa na tumaini, lakini tukikuza wema dhidi ya mabaya. Asante. Asante Daktari Martin. Unajua mafunzo kuhusu uinjilisti au namna ya kuifikia jamii, nadhani Mtume Paulo anaweza kawa ni mwalimu mzuri.
ya, kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia, yeye aligawanya mambo yake, alitumia mbinu. Sasa hii ni sayansi ya kuifikia jamii kiuinjilisti kwa lengo la kutangaza Injili. Alitumia mbinu kama 3 hivi. Ya kwanza, alitumia miji mikubwa kama vituo vya usambazaji wa Injili. Lakini alipokuwa gerezani alitumia barua kuimarisha makanisa. Hizi ni mbinu hizi, mpenzi mtazamaji. Lakini jambo la 3, alikuwa na watu kama daraja la mawasiliano, kwa sababu gereza lilikuwa limemtenga. Sasa ikabidi atumie watu. Kwa hiyo tunajifunza pia kutumia rasilimali tulizonazo vizuri. Unaweza kawa una fedha lakini una uwezo wa kufika mahala, kwa tutumie hizo. Unaona, Mwinjilisti Masaka bado una jambo fulani katika hizi mbinu na masomo ambayo tunayapata kuhusiana na kuifikia jamii kama ambavyo Mtume Paulo anayaainisha. Karibu sana. Namna ya kufikia jamii, Paulo alitumia mbinu ya kutengeneza mahusiano mema akiwa na timu yake ya watendakazi wenza. Huwezi kufikia jamii ukiwa peke yako. Ni lazima uwe na watu ambao mtakuwa mkishirikiana nao, mkishare mawazo, lakini mkitekeleza mikakati ambayo mmejiwekea kwa ajili ya kazi ya utume. Tunaona katika sehemu hii anatupea katika aya ile ya Kolosai 4 aya 7 hadi ya 9, anasema, Tikiko ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu, mjoli wangu katika Bwana, atawaarifu mambo yangu yote, ambaye nimemtuma kwenu sababu hiyo hiyo, ili mjue mambo yenu, naye akawafariji mioyo yenu, pamoja na Onesimo ndugu mwaminifu mpendwa, aliye mtu wa kwenu. Hao watawaarifu mambo yote ya hapa kwetu. Anamtaja watu wawili, anamtaja Tikiko, lakini pia anamtaja Onesimo, ambao walikuwa ni utendakazi wenza katika timu ile ya Paulo. Na kwa kuwatumia hawa alifikia jamii, maana alikuwa anafanya kazi pamoja nao. Kwa tunatiwa moyo kwamba ili kufikia jamii tuweze kuwa na watu ambao tutakuwa tunashirikiana nao kwenye kazi ya utume. Na mjumbe wa Mungu anajiwata amemwelezea vizuri Onesimo kama mtendakazi wa kipekee ambaye alishikiana na Paulo katika utumishi. Anasema, miongoni mwa watu waliokuwa wametoa maisha mioyo yao kwa kazi ya Mungu kwa njia ya kule Paulo. Miongoni mwa watu waliokuwa wametoa mioyo yao kwa Mungu kwa njia ya kazi za Paulo kule Rumi alikuwa Onesimo, mtumwa mpagani aliyekuwa amemkosea bwana wake Filemoni. Ni Paulo alikutana naye. Huyu alikuwa ni mwenyeji wa kule Kolosai. Kutana na Paulo akiwa mtumwa bwana wake Filemoni, na alikuwa amechukua fedha pia za Filemoni, lakini Paulo alipompatia Injili akaipokea, na Paulo akamsaidia ili kumpokea katika hali yake ya ufukara na hali yake ya chini ya kimaisha, akimtia moyo pia akatupeleka Injili katika Kolosai, lakini akimpatanisha na bwana wake Filemoni. Na alikuwa tayari Paulo kugalimia fedha ambazo Onesimo alikuwa amechukua kwa Filemoni ili kuweza kumpatanisha, lakini kufanya kazi ya Mungu isonge mbele. Lakini pia anasema kwamba Onesimo alikuwa anampenda Paulo kwa vile alivyokuwa na huruma na jinsi alivyokuwa mwaminifu. Ndani ya kijana huyo Onesimo, Paulo alikuwa ameona vidokezo vya tabia ya kipekee ambayo ilikuwa inafaa kwa kazi ya Mungu. Kwa alitumia fursa hii kumpatanisha bwana wake, lakini kutumia hii timu ambayo Paulo alikuwa nayo ilimsaidia kuifikia jamii na kuwapatia ujumbe wa Injili. Lakini anapokuwa ametoka katika eneo fulani, anawatuma hawa watendakazi wenzake ili kuweza kuwatia moyo wale watumishi katika waumini wapya na kuimarisha imani yao. Kwa hiyo tuifikie jamii katika ubora zaidi, tuwe na watendakazi wenza ambao tunashirikiana kwenye kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu huwezi kuimaliza peke yako. Lazima tushirikiane kwenye kazi hii. Mchungaji hawezi peke yake, tushirikiane na wainjilisti na waumini wa kanisa, na hivyo kazi ya Mungu inakwenda katika hali ya usawia na jina la Mungu linapata kutukuzwa. Asante. Naam, nashukuru Mwinjilisti Masaka kwa hayo ambayo umeeleza kuhusiana na namna Paulo alivyokuwa ametengeneza timu, na hiyo timu tunaona inashirikiana nayo. Sasa nikawa najiuliza wakati unasoma hiyo aya ya Wakolosai 4 fungu la 10 mpaka 11, tunaona Wayahudi na mataifa wakifanya kazi pamoja. Kwa mfano huyu uliyemtaja Onesimo, Epafra, wote hao hawakuwa waumini wa pamoja na Mtume Paulo. Sasa kufanya kazi na hawa watu ambao ni wa mataifa pamoja na Wayahudi lina umuhimu gani kwa kanisa leo? Tunajifunza nini?
Maandiko yako wazi kwamba hakuna Myahudi wala Myunani, mtumwa wala muungwana, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, sote tu wamoja katika Kristo Yesu. Paulo alikuwa na timu ya watu mchanganyiko, Wayahudi na watu wa mataifa, ambao aliwaongoza kupitia injili ambao alikuwa akihubiri, na hawa alikuwa akiwafunza kazi ya uinjilisti, kazi ya missionary. Paulo alikuwa ni mwalimu mzuri katika kuwafunza watu kutumikia Mungu katika kazi ya missionary ya utume. Na hivyo aliwaunganisha watu mataifa na watu Wayahudi kufanya kazi pamoja, na kulikuwa na ufanisi mkubwa na matokeo chanya katika kazi ya Mungu ambayo alikuwa akifanya. Kanisa linafanya kazi katika hali ya muunganiko. Tunapokuwa na muunganiko mzuri, basi tunafanya kazi kwa ufanisi, maana unaunganisha watu wa mataifa ambao wameongolewa, ni waumini wapya, lakini pia wale Wayahudi ambao pia wameongolewa katika imani. Kwa muunganiko huu tunafanya kazi katika hali ya ufanisi, na hivyo tunaifikia jamii katika namna ambayo itawaleta watu kwa Kristo na hatimaye kupata kuokolewa. Ametuongoza kutuma kitabu kile cha Wafilipi 4 aya ya 10, akielezea sana kuhusiana na Astariko. Astariko alifunga pamoja nami awasalimu, na Marko mjomba wake Barnaba ambaye amepokea maagizo wa habari yake, akifika kwenu mkaribisheni. Na Yesu aitwa Yusto. Hao ni watu wa tohara, tena hao peke yao ni watendakazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hapa anamtaja Astariko, lakini pia anamtaja Marko mjomba wake na Barnaba. Huyu Marko kati fulani alifanya kazi pamoja na Barnaba na Paulo, lakini alipita changamoto akarudi nyuma, lakini Barnaba alimuimarisha. Paulo alichukua kitendo kile cha Marko kurudi nyuma kanapambana magumu, lakini baada ya kuimarishwa na Barnaba kama mtendakazi mzuri, paka Paulo anamsifu kwamba huyu ni mtendakazi mzuri, alikuwa anamsifia maana ameimarishwa kwenye kazi ya Mungu. Ukiona mtu anafanya kazi ya Mungu katika namna iliyo chanya, kuna mtu amemuimarisha, amemwandaa vyema. Ni lazima tukaandaa watu kwa ajili ya kazi ya Mungu na kuwatia moyo wanapopana magumu ili wasirudi nyuma. Kwa hiyo yule alikuwa ameandaliwa vyema, lakini tunakutana na mtu mwingine anaitwa Astariko. Astariko ni mtendakazi ambaye Paulo anamueleza kwamba alifungwa pamoja naye. Huyu alikuwa amefungwa pamoja na Paulo kwa maana ya kwamba alikubali kuwa mfungwa wa hiari ili apate kumhudumia Paulo katika namna ambayo itamfanya apate faraja katika ugumu ambao alikuwa anapitia alikuwa pale kifungoni. Mjumbe wa Mungu akimueleza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume cha Ellen G. White, anasema Paulo aliitwa wakati huu mgumu apate kustahimili uzoefu mchungu wa yeye kama mfungwa katika pingu zake, kusafiri safari ndefu na ya kuchosha kwenda kule Itali. Jambo moja lilimpatia faraja, aliruhusiwa kufuatana na marafiki zake, mmoja wapo akiwa Luka na Astariko. Kwenye waraka wa Kolosai ametaja katika sura ya 4 aya 10 niliyosoma kuisoma muda sio mrefu, ametaja hawa watu kwamba walikuwa pamoja naye wakifuatana naye, lakini walikuwa faraja kwake katika kazi ya Mungu. Ila kwa hiari yake mwenyewe Astariko alichagua kutumikia kifungo pamoja na Paulo ili aweze kumhudumia katika shida zake. Kwa Paulo alikuwa anapata faraja kupitia watumishi hao ambao walifanya kazi pamoja naye. Unapokuwa na timu, kunakuwa na muunganiko mzuri na kunakuwa na umoja katika utumishi wa kanisa la Mungu. Na hivyo unapopata changamoto fulani, mwingine anakutia moyo, mwingine anakuimarisha, mwingine anakuhudumia, na hivyo muunganiko huu unaleta faraja kubwa na utumishi wenye matokeo chanya kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunatiwa moyo utendakazi wa leo kwamba tufanye kazi na watu ambao tutakuwa pamoja nao, tukishirikiana nao, lakini tukiwa tunaimarisha kwenye kazi ya Mungu na kuwafunza utumishi wa kazi ya Mungu katika hali ambayo itawafanya baadaye watenda kazi hodari ambao wataimarisha wengine pia kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kupokezana kijiti, tukitiana moyo katika utumishi huu na kuwafanya watu wengine wafanye katika kazi ya Mungu katika matokeo ambayo yatakuwa na mvuto wa kipekee katika kuwaambia wengine habari za wokovu na hatimaye kupata kuokolewa. Asante. Mtume Paulo anatufundisha umoja hauji kwa kufanana bali kwa kulenga kusudi moja. Kweli. Sasa wakati fulani migawanyiko ya kitamaduni, kimitazamo ya dini imekuwa ikileta changamoto sana makanisani leo. Kwa watu wanaoamini wanajikuta nao pia wanakumbwa na hiyo kadhia. Kupitia somo hili la leo tunawezaje kuepuka pia kadhia hizo katika kuishi pale tunapokuwa tunaishi kwa pamoja, kwa umoja, pia tukijenga tabia ya shukrani kama somo la leo linavyotufundisha? Naam, asante sana. Namshukuru pia Hilda Masaka kwa maelezo mazuri. Sasa naomba niuzungumzie upande wa pili.
wakati ambapo tumeamua kutengeneza timu ili tufanye kazi ya Mungu isonge mbele, lakini tunapishana mitazamo katika utume huu. Kumbuka Paulo safari yake ya kwanza akiwa na Barnaba na kuja na Sila, hapo katikati Marko inaonekana walipishana, akaendelea na mtu mwingine. Vipi katika kanisa letu hivi leo inapotokea mipishano ya mitazamo hiyo, tufanye nini? Ulishagawahi jiuliza ni kitu gani kinacholiunganisha kanisa au kinachotuunganisha sisi tunaofanya utume au ujumbe huu wa malaika watatu? Je, ni mitandao kama namna ambavyo simu zinaunganisha watu wengi? Je, ni vikao, mabaraza labda yenye hekima, vikao vya mijadala hapa na pale? Hapana, hivyo vyote haileti muunganiko wa kanisa. Kinacholeta muunganiko wa kanisa ni utume, ni Injili na mwenye utume ambaye ni Yesu Kristo. Tutapishana mitazamo ndio, lakini kwa kuwa utume ndio unaotuunganisha, basi tutaendelea kufanya kazi ya Bwana. Nitakueleza kanuni 3 hapo mwishoni, ila tutambue tu kwamba ni Injili peke yake ndiyo inayotuunganisha. Uliuliza swali zuri mwenyekiti kwamba tufanyeje sasa tunapopishana mitazamo. Ni kwamba ukomavu pekee ndiyo utatufanya tupishane mitazamo na mikakati ya utume, lakini bila kuchukiana sisi kwa sisi. Kupishana mitazamo, kupishana mikakati sio jambo baya, maana kwa namna tofauti tofauti, unapokuwa na mtazamo huu, unapokuwa na mkakati huu, mwingine naye akawa na mkakati fulani, ndipo Injili itaweza kuenea. Lakini tusiweze kukandiana sisi kwa sisi, tusiweze kuchukiana. Usiutweze mkakati wa mwenzako, bali angalia namna ambayo Kristo ataweza kuhubiriwa vipi katika mipishano ya mitazamo hiyo. Nilikwambia mambo 3 nitakuelezea. Jambo la kwanza, Paulo hakuandika tu kibahati mbaya au kimakosa katika Wakolosai 4 na Waefeso 5:4 pale tumeona anawaandika. Kwa nini anawaandika wale watu? Huko nje mapokeo, muda mwingine watu wanapotazama mbona kuna migongano, mbona Paulo alikosana na Marko kulikoni? Paulo anaandika vile kuwathibitisha watumishi ambao anafanya nao kazi. Anawaandika vile ili anaowaandikia waraka yeye mwenyewe watambue kwamba hawa nao ni watendakazi pamoja, licha ya kwamba tunapishana mikakati. Kwa hiyo hata katika kanisa letu tunapokuwa nje, tunapofanya utume kwa wa mataifa katika maeneo mbalimbali, tuweze kutambulishana, tuweze kuwathibitisha watu wengine. Achana na mitofauti ya mitazamo, mthibitishe mwenzako. Lakini kanuni ya pili, jambo la pili, tunapokuwa ndani sasa katika mikakati yetu, vikao vyetu, mabaraza yetu, ni kwamba tutofautiane kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Na jambo la mwisho, mkakati wa mwisho ni kwamba unapobaki mwenyewe sasa nje ya baraza, nje ya utume, hebu muombee mwenzako, muombee kiongozi wako. Kanisa muda mwingine linapigwa madongo sana kwamba viongozi hivi na hivi. Kwa nini? Hapana, unapobaki mwenyewe ombea viongozi wako, ombea mwenzako. Tutatofautiana, lakini Injili na utume ndio unaotuunganisha, na Kristo Yesu ndiye anayetuunganisha. Lakini inahitaji tuwe na timu kubwa, tuwe na umoja ili kuweza kueneza habari hii. Asante. Naam, tuhame sasa twende mbali zaidi katika ile Wakolosai sura ya 4 aya ya 12. Hapo tukiangalia kile anachosema Epafra, kusimama kamili katika mapenzi ya Mungu, yani kusimama wakamilifu na kuthibitika. Hiyo aya inaeleza kwamba Epafra, kama ambavyo mlikuwa mkichambua kwamba alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa watendaji pamoja na Paulo, anawaomba waumini au kuwaasa waumini wasimame wakamilifu na timilifu katika mapenzi yote ya Mungu, ambayo kimsingi ndio kiini hasa cha somo la leo. Sasa hii ina maana gani kwa Mkristo wa leo, Mwinjilisti Masaka? Tunapozungumzia habari ya kusimama wakamilifu na kuthibitika, Paulo anamuelezea Epafra katika aya ya 12 ya Kolosai sura ya 4
Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu. Epafra alikuwa ni mtu wa Kolosai, na Paulo anasema kwamba mtu wa kwenu awasalimu, na alikuwa ni mtumishi au mtumwa wa Yesu Kristo akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi. Huyu alikuwa ni mwana maombi kweli kweli, na alikuwa anaombea Kolosai, na alichokuwa anaombea Kolosai katika maombi yake yote ni kuweza kusimama wakamilifu na kuthibitika katika mapenzi ya Mungu. Kwa maombi yake alikuwa amesema zaidi kuwaombea Wakolosai kwamba kwanza wasimame, lakini pili wawe wakamilifu, tatu wathibitike, na nne katika mapenzi ya Mungu. Huyu Epafra ni miongoni mwa wanatimu wa Paulo ambao anaweza kwamba alikuwa ni mwana maombi wa kina zaidi. Kwenye kazi ya Mungu tunahitaji wana maombi, maana kazi ya Mungu haiendi bila maombi. Ni vizuri kuwa na timu ya maombi wakati tunafanya kazi ya Mungu. Wengine wanaomba ili kupitia maombi yale Mungu afungue mioyo ya watu wapokee ujumbe, lakini kupitia maombi Mungu aimarishe wale walioongoka, awasimamishe imara, awafanye kuwa wakamilifu, lakini wapate kujua mapenzi ya Mungu. Katika sehemu hii katika aya hii ameweza mambo makubwa matatu ya msingi ambayo mtume anayaeleza kwa kina zaidi, hasa katika aya hizi ambazo nimezisoma muda si mrefu. Jambo la kwanza ambalo Paulo analieleza ni kusimama. Kusimama anamaanisha kuwa katika hali ya kuwa na misingi imara, yaani kuthibitika katika ule ukweli ambao Paulo alikuwa amehubiri, na kupinga hila za shetani kwa kuvaa silaha za Mungu na kusimama katika ule ukweli. Lakini jambo la pili naelezea hapa ni habari ya kamilifu. Kamilifu ni hali ya utimilifu pasipokuwa na dosari yoyote. Ni Yesu kipekee ndio anayetutimilisha, maana katika kitabu cha Mathayo 5:44 na 48 kwamba anasema mtakuwa kamilifu kama Baba yenu mbinguni alivyo mkamilifu. Kamilifu unapatikana kwa Kristo Yesu, na tunakamilishwa kupitia kwa Kristo Yesu. Pale tunapokubali kujisalimisha chini ya mapenzi yake, anatukamilisha, na hivyo tunakuwa utendakazi ambao tunafanya kazi katika hali ya usawa na uwiano mzuri. Lakini jambo la tatu, thibitika. Neno kuthibitika linamaanisha kujua hakika. Na Mungu alikuwa anataka watu hawa wa Kolosai wathibitike kupitia ujumbe wake Kristo utangazwe katika hali ya utimilifu, ili watu wathibitike na kusimama imara katika kujua mapenzi ya Mungu na kuwa katika hali ya ukamilifu, lakini kuwa katika hali ile ya kujua kwa hakika kile ambacho Mungu amekifunua kupitia kwa Paulo na mitume na watumishi wengine, ili wazame zaidi kuyafahamu na kuyajua mapenzi yake na kuthibitika katika ukweli. Lakini anazungumzia jambo la nne kwamba mapenzi yote ya Mungu. Mapenzi yote ya Mungu hili lina maana ya kuenenda katika sheria na maagizo yake, na kuenenda katika elimu na ufahamu na maarifa ya Mungu, na hivyo linatutia moyo katika kwamba ili tuweze kuyafahamu mapenzi ya Mungu yamefunuliwa katika neno lake, na mapenzi ya Mungu yamefunuliwa katika Kristo Yesu, na tunapomjua Kristo tunajazwa hekima, tunajazwa ujuzi, tunajazwa maarifa ya kumfahamu Kristo na kufahamu mapenzi yake. Kwa mambo haya manne ni ya msingi sana kuyafahamu katika huduma na utumishi. Kwanza kusimama, lakini kuwa wakamilifu, kuthibitika na kufahamu mapenzi ya Mungu. Katika huduma ambayo Paulo alikuwa anaifanya kupitia watendakazi wenza, alikuwa anawatia moyo kusimama imara na kuwa wakamilifu na kuthibitika, na hili linawezeshwa kwanza kwa njia ya maombi, lakini pili kwa njia ya kuyafahamu maandiko matakatifu, lakini tatu ni kwa njia ya kujisalimisha kwa Kristo ili aweze kujidhihirisha kupitia kwa kile ambacho tunajifunza na kuingia katika uzoefu wa kutenda huduma, na hivyo tunapata kujua yale ambayo Kristo anahitaji tuyafanye katika utumishi na huduma ya kupeleka injili kama wamishonari katika wakati wetu. Asante.
Naam, asante Elda kwa namna nzuri hiyo, kusimama wakamilifu na kuthibitika. Niongezee tu machache hapa. Iko utofauti kati ya kuongozwa na kusudi, lakini na kukaza fikra katika kusudi. Ni mambo mawili tofauti. Kuongozwa na kusudi na kukaza fikra katika kusudi. Kusudi la Mungu, mapenzi ya Mungu limekuwa ni swali tata sana na gumu, wengi waga tunajiuliza mara kwa mara. Kwa kifupi sana ni kudokezee tu kwamba mapenzi ya Mungu yapo ya aina mbili. Liko mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu kwa maisha yako kwa ujumla, lile alilokusudia Mungu, lakini yako mapenzi ya Mungu katika nyakati tofauti, misimu tofauti, siku hadi siku. Kila siku katika tukio fulani yako mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapoyajua mapenzi ya Mungu katika hilo, ndipo tunaweza kusimama wakamilifu na kuthibitika. Kumbuka, inabidi tuongozwe kwanza na kusudi, kisha tukaze fikra kuelekea kusudi hilo. Tunapojitahidi kukaza fikra kwa Kristo, lakini tupo nje ya Kristo, itakuwa ni kazi bure. Maandiko hayo tuliyoyasoma hapo ya kusimama katika kusudi, mengi yameelezwa vizuri na Elda. Nitakueleza jambo hili ya kwamba kwa kusalimisha mapenzi yetu kwa kusudi letu, ndipo tunaweza kuongozwa katika kusudi la Mungu. Katika Luka 22:42, wakati Yesu anajisalimisha kikamilifu kwa Baba, anatambua kwamba Baba anaweza kufanya jambo, lakini anajisalimisha kikamilifu, ndipo mapenzi ya Mungu yanaweza kutimizwa. Unatamani uyaone mapenzi ya Mungu, unatamani kusudi la Mungu katika maisha yako, hebu shusha chini makusudio yako, shusha chini matamanio yako, halafu ubaki na kusudi la Mungu pekee. Na namna ya pili ya kugundua na kuona kusudi la Mungu katika nyakati tofauti tofauti za maisha haya ni kujifunza neno lake. Katika Zaburi anapoandika 119:105, ni taa na mwanga. Katika neno lake tunaweza kutambua kusudi la Mungu katika maisha yetu, na namna nyingine kwa maombi mengi kama alivyoeleza Elda hapo. Na mwisho kabisa, namna ya kuweza kusimama wakamilifu na kuthibitika ni kupitia amani ya moyo. Ikiwa liko jambo unalolifanya lakini hakuna amani, hilo sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu daima huja na amani ya moyo. Hata kama ni ngumu, hata kama ni changamoto, unakuwa na amani. Nidokezee tu kidogo, anaposema simama, yanatumika maneno matatu hapo. Kwanza, simama na dumu katika imani hiyo, wa Kolosai 1:23. Pili, simama, vaa silaha na umpinge yule mwovu, anaeleza vizuri wa Efeso. Lakini simama, achana na uovu, yeyote alitajaye jina la Bwana na uache uovu, Timotheo wa 2:19. Lakini kamilifu, yako pia maneno mawili yanayotumika hapo. Kwanza, kamilifu katika tabia ya upendo tulioiona vema masomo yaliyopita. Lakini pili, bado hatujafika. Ili tuwe wakamilifu kama Paulo anavyosema, na kaza mwendo ili nipate ile tunu. Katika maisha yako ya kila siku, hesabu bado hujafika ili ukaze mwendo. Na jambo la mwisho katika kuthibitika, ndipo sasa tunakutana na hakika. Katika Yeremia 29:11 anaposema mawazo yangu ni ya mema, Mungu anayotuwazia, tunapata uhakika. Mwisho kabisa, kusimama wakamilifu na kuthibitika, ni lazima tuweze kushusha mapenzi yetu, mapenzi ya Mungu yaweze kutangulia, kwani ni ya hakika. Na kwa kufanya hivyo, ndipo tunadumu kuwa wakamilifu. Asante. Kwa hakika, ili tuweze kutimilika na kuishi maisha makamilifu, inahitaji juhudi binafsi. Na mpenzi mtazamaji, nikwambie tu kwamba ni mchakato wa kila siku, sio swala la siku moja. Tukienda mbali zaidi, mwinjilisti Masaka, ndio Mtume Paulo pia anatuasa kuishi duniani bila kuwa wa dunia. Tunaliona hili katika pale ambapo tunamwona Luka akiwa mwaminifu, lakini Demasi akaacha kwa kuipenda dunia. Hii kidogo inatufundisha nini leo kama waumini ambao tunachuchumilia wokovu?
Ili tu watumishi wazuri kwenye kazi ya Mungu kama wamishonari, tunapaswa tuwe na tabia ya kuto kuipenda dunia. Yaani tuishi duniani lakini tusio watu wa dunia, kwa maana hii kwamba tunaweza tukawa naishi duniani hapa, tunafanya shughuli zetu za mipango yetu, lakini mitazamo yetu na njozi zetu isiwe katika ulimwengu huu unaopita, maana ni wa kitambo tu. Na hapa tunajifunza namna ambavyo Paulo alikuwa anatenda kazi ambao wenye sika tofauti tofauti. Tunakutana na Dema hapa. Dema alikuwa mtendakazi katika timu ya Paulo. Na Paulo anamueleza kwenye kitabu kile cha waraka wake kwa Wathesalonike wa pili sura ya 4 aya ya 10, anasema maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreste amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Luka peke yake pamoja nami, umtwae Marko umlete pamoja nami, maana ananifaa kwa utumishi. Hapa namtaja Dema kama mtu ambaye aliupenda ulimwengu wa sasa, yani wa kipindi chake. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu, lakini mvuto wa ulimwengu ulimvuta. Akaacha huduma, akaacha umissionari, akaenda kula bata kule Thesalonike. Unajua kuna watu katika ulimwengu huu mwenye mtazamo ya chini na wala sio ya juu, maana tujifunza kwamba fikirini yaliyo juu sio yaliyo chini. Sasa mtazamo wa chini wa ulimwengu huu ni kwamba anapoona kuna mambo fulani katika kazi ya Mungu yanamfanya aingie katika hali ya kuwa na ugumu, na ulimwengu unamvuta, anasa, akaacha huduma na utumishi, akaingia ulimwenguni huko. Unasema kwamba akala bata katika miji ya Thesalonike, miji ambayo ilikuwa imejaa anasa, akaacha huduma. Huyu ni kielezo ni mtu ambaye anaonyesha kwamba katika utumishi na katika huduma ya Mungu hatupasi kuwa na mtazamo wa kidunia. Dunia na mvuto wake endapo utatazama, lakini tunapokuwa na mtazamo wa kimbingu tutavuta kuangalia kazi ya Mungu na huduma na utumishi ambao tumeitwa kwayo, yani kufahamu wito wako ni upi. Dema hakufahamu wito wake. Hakufahamu nini ambacho Mungu anataja kifanye. Ndio maana aliacha kazi ya Mungu. Lakini nakuta wengine ambao waliimali kwenye kazi ya Mungu kama vile Luka na kina Tito, ambapo walikuwa wanatuma kwenda sehemu mbalimbali, lakini Luka alikuwa pamoja naye akimtia moyo na katika kazi ya Mungu. Lakini pia alikuwa ni mwandishi mzuri na alikuwa ni tabibu huyu kama alivyo Dr. Maduhu. Alikuwa mtumishi kwenye kazi ya Mungu akiwa missionary wa utabibu. Akiandika pia kitabu cha Matendo ya Mitume na ile Injili ya Luka. Lakini Luka pia alikuwa ni mtu wa mataifa, hakuwa Myahudi. Na ndio maana waandishi wake wa kitabu kile cha Luka, cha Injili ya Luka, ameandika akimwandikia Theofilo mtukufu rafiki yake, lakini ikieleza injili kwa mataifa. Na hivyo tunajifunza kwamba katika huduma na utumishi wapo watu wa namna hiyo ambao huwa wanavutwa rahisi na ulimwengu. Tufahamu hilo. Kwa hiyo tukutana nao katika timu tunafanya kazi ya Mungu, tusikate tamaa. Tujue kwamba wapo wa namna hiyo, lakini pia wapo ambao katika huduma na utumishi huwa wanasimama imara wakiitetea injili mpaka mwisho, mpaka tone la mwisho la damu. Wakikubali kazi ya Mungu waitie muhuri kupitia damu yao wenyewe, kwa maana ya kujitoa kafara kwenye kazi ya utumishi. Kwa hiyo tunapojifunza katika kipengele cha kuupenda ulimwengu, kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia hii, tunaona namna ambavyo ile somo la Mtume Yohana katika waraka wa kwanza sura ya 2 aya 15 na 16 kwamba msipende dunia. Hili somo Dema halikumuongoa. Lakini tunatia moyo kwamba somo hili lituongoze sisi watendakazi wa Mungu, kwamba mtazamo wetu mkubwa uwe katika utumishi na katika kutazama yaliyo juu na wala sio yaliyo chini. Ndipo tutafanikiwa katika utumishi na tutakuwa na matokeo chanya katika huduma ya kazi ya Mungu. Asante. Naam, wakati Mwinjilisti Masaka anaelezea kwa undani sana namna dunia inavyowavuta watu wengi, nikakumbuka kuna baadhi ya waumini ambao huwa wanawatazama waumini wenzao. Sasa wale waumini wanapokuwa wamevutwa nje na dunia wakaacha imani, nao huwa wanapepesuka sana. Telmati, naona bado una jambo kidogo, karibu. Naam. Asante sana. Safari ya wokovu ni ya mtu mmoja mmoja. Usipepese macho kumwangalia mwingine ukashawishika huko. Kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia. Nilienda kutafuta na
kutafiti ni kwa namna gani, kwa nini watu tuipende zaidi dunia, kwa nini dunia iwe na mvuto zaidi kuliko kumpenda Mungu. Nikagundua iko sababu kubwa moja pekee inayofanya mambo hayo ya kuipenda zaidi dunia, na sababu hii ni kutokana na uzuri wa nje, muonekano wa mwanzo ambao dunia iliyo nayo. Wakati katika Biblia walaka fulani unapoandika tamaa ya macho, kiburi cha uzima, fikiria jambo hili. Upo katika njia panda unaenda sehemu, lakini njia moja ina lami na ni nzuri, lakini njia zingine si nzuri, hazina lami, zina miba, vichochoro na nini. Hata kama haujui unako kwenda, ni rahisi kusema ila ngoja nichukue hii yenye lami, huenda itanifikisha ninako kwenda. Ndivyo dunia jinsi ilivyo. Dunia mwanzoni inatupa picha nzuri, inatuonyesha mema, inatuonyesha mazuri, lakini haina hatima iliyo njema. Ni Mungu pekee mwenye hatima njema ya maisha haya, na ndio maana Biblia inatuasa sana tusiipende dunia. Lakini lazima tukumbuke tunaishi duniani, lakini tusigubikwe na tusichukuliwe na upepo wa dunia. We are living within but we are not among. Ukilijua hilo, ukiwa na mtazamo huo kwamba unaishi duniani lakini wewe sio dunia hii, hata uzuri uwe bora vipi hauwezi kukuondoa. Ndiyo Yesu aliweza kushinda alipoonyeshwa ile miliki. Tujifunze pia hiki wakati na malizia hapo, kuishi katika dunia hii walakini si wa dunia hii. Tufanye nini sasa ili tuweze kuishi katika ulimwengu huu, tuweze kutofautisha na tuweze kusimama imara katika mapenzi makamilifu ya Mungu? Kwa kufanya hivyo peke yake ndivyo tutaweza kuishi katika ulimwengu huu. Naomba niongee na mtu ambaye yupo katika ulimwengu huu, vitu fulani vinamsonga, anatamani kwenda mbali, anapotazama mivuto ya dunia hii anaona anachelewa. It's better to crawl with God than to run with Satan. Ni vema kutambaa na Mungu kuliko kukimbia ukiwa na shetani. Dunia itakukimbiza katika maisha haya, itakuonyesha urahisi uliko. Kusudi la Mungu huweza likaonekana la kuchelewa, huenda likaonekana kuwa zito na gumu, lakini daima kumbuka kuishi katika ulimwengu walakini sio ulimwengu. Twende pole, tumtazamie Yesu, kwani ndiye ana mwisho, ana hatima. Dunia ina mwanzo ulio mwema, lakini una mwisho mbaya. Mwanzo wa Mungu unaweza ukaonekana mgumu, lakini hatima siku zote ni njema daima. Asante. Mwinjilisti Masaka, tukiendelea mbele zaidi tunaona ujumbe wa Laodikia. Kimsingi ujumbe huu unahusishwa na hali ya uvuguvugu. Sasa katika nyaraka hizi za Paulo ambazo kimsingi ndio tunahitimisha, hususan hii ya Wakolosai sura ya 4, tunaona pia kuna kemeo la namna ambavyo watu wanaweza kuishi. Ndio maana tunaaswa pia kuacha kuishi kama dunia, maana tunakuwa kama kuna uvuguvugu fulani. Sasa tunawezaje kuiepuka hali hii ambayo inalandana sana na Laodikia katika maisha yetu? Tunawezaje sasa kuishi maisha ambayo sio ya uvuguvugu? Ujumbe kwa Laodikia ambao Paulo anaeleza kupitia nyaraka zake, akieleza kwamba ule waraka ambao aliwaandika kwa Wakolosai, kisha soma pia wapelekewe watu wa Laodikia pia na usomwe. Na ule Laodikia ukisoma kule Laodikia baadaye tena urudi Kolosai. Kwa nini anafanya hivyo? Kila waraka ulikuwa na namna yake ya kuwatia moyo, lakini pia kulikuwa na namna ya kuwasaidia kuimarika katika imani na kujisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu. Na hivyo ndio maana alikuwa anasema nyaraka hizi some huku na huku ili kuleta mafundisho ambayo yataimarisha sehemu zote mbili na katika utumishi wa kazi ya Mungu. Lakini tunaposoma ujumbe wa Laodikia kwenye kitabu cha Ufunuo, ujumbe umetolewa na Kristo mwenyewe, shahidi aliye mwaminifu, na anaeleza hali halisi ya kanisa la Laodikia. Kwanza hali ya uvuguvugu, lakini ile hali ya kujiona kwamba ni tajiri wakati ni maskini,
hali ya kujiona kwamba unaona wakati ni kipofu, hadi ya kujiona kwamba una mavazi lakini kumbe uko uchi. Kwa anaeleza hali halisi yetu sisi kiroho, kwamba wakati fulani tunajisahau, tunajiona kwamba tunafahamu kila kitu, lakini kumbe uelewa wetu hauna mantiki kubwa, kwa sababu haupo katika vitendo. Yaani kuelewa neno fulani ni jambo jingine, lakini kuliishi ile neno ni jambo jingine. Na Paulo kitabu cha Ufunuo, Yesu analieleza kanisa la Laodikia akilipatia wito wa pekee kwamba kwenda kwa Kristo na kujipatia mavazi meupe, yani haki ya Kristo, lakini kwenda kwa Kristo kupata dawa ya macho, kwa maana Roho Mtakatifu, ili apate kupatia ufahamu na uelewa mapenzi ya Mungu, lakini kwenda kwa Kristo ili kuweza kujisalimisha na kupata dhahabu iliyosafishwa kwa moto, kwa maana imani itendayo kazi kwa upendo, ili kuweza kuimarisha maisha ya kiroho. Tunahitaji kukamilishwa na Kristo mwenyewe na kusikia sauti yake na kusikia wito wake na kujisalimisha kwake. Na anatoa wito kwamba wale wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Kwa tunapojisalimisha kwa Kristo na kufuata makemeo yake, maelekezo yake, usia wake, tunasalimisha na kuona kwamba namna gani katika maisha yetu tunapaswa kukamilishwa kupitia kwa Kristo Yesu. Kwa ujumbe huu kwetu leo sisi wa Laodikia, ni ujumbe ambao unatutia moyo kwamba katika maisha yetu tujitathmini katika safari ya kiroho na katika huduma yetu kwa Kristo, katika kama missionary tutathmini maisha yetu, tuone na wapi tumepungua, na hivyo tukubali sauti ya Kristo na tupatia wito kwamba tazama nabisha, nasimama mlangoni nabisha, ukisikia sauti yangu na kufungua, nitaingia kwako, nitakula pamoja nawe. Tukubali sauti ya Roho Mtakatifu inapogonga na mioyo yetu na kuruhusu uwepo wake, ili utupatie ufahamu wa kiroho, utupatie utambuzi wa kiroho, utupatie haki ya Kristo, utupatie imani ya kweli, tudumu katika imani, na hivyo tutatembea katika utumishi na huduma katika umissionari na utume wa Kristo. Paulo akiwatia moyo waumini katika Kolosai, lakini pia kule katika kanisa la Laodikia, kwamba katika hali tulionayo ya kiroho tunapotathmini, tukiona tumepungua, isitukatie tamaa. Yupo Kristo pekee anaanza kutukamilisha na tukafaa kwa ajili ya maisha ya umilele, tunapokuwa tukitenda huduma ya Kristo katika ulimwengu huu kama wamissionari na kama wainjilisti katika huduma ya utumishi wa Kristo. Asante. Naam, Dr. Martin, tukienda zaidi bado tunasalia hapo katika ujumbe kwa Laodikia. Nikijaribu kuupima huu ujumbe, naona ni uhalisia wetu hasa leo. Watu wengi yani tunaishi nusu huku, hatujaamua hali moja ambayo tuwe nayo. Kwa hiyo hali ya uvuguvugu imekuwa ikituathiri. Unakuta mtu anaingia katika nyumba za ibada, lakini hii inatufanya tujidanganye kwamba tuko sawa, lakini kimsingi tumepotea. Na wewe kama mchambuzi una comment gani kuhusiana na ujumbe huu wa Laodikia, ukihusisha hasa na maisha yetu leo? Asante sana. Kanisa la Laodikia katika nyaraka za Paulo ndilo kanisa la hivi leo. Kanisa la Laodikia katika Ufunuo wa Yohana ndilo kanisa la hivi leo. Na ujumbe kwa Laodikia wakati wa Paulo kwa Yohana ni ujumbe kwa ajili yangu, ni ujumbe kwa ajili yako, ni ujumbe kwa ajili yetu. Ni kweli kabisa, sisi ndio Laodikia na sisi ndio vuguvugu. Tupo katika dunia hii kama kanisa la Laodikia. Kanisa la Laodikia kwa maneno machache mawili tu yana sifa kuu mbili: ujanja na ujuaji. Ile uvuguvugu ni ujanja na ujuaji, kwamba nitafanya hivi, nitafanya hivi. Laodikia anaposema katika Ufunuo kwamba unajiona kwamba utajiri, umejitajirisha na wala hauna haja ya kitu, ni ujanja tu na ujuaji. Lakini Mungu anapotutazama anatuona maskini, anatuona tuko uchi, anatuona wanyonge, ni wenye mashaka. Sasa ujumbe huu kwa Laodikia ni ujumbe gani? Ni kufanya bidii katika toba. Ujumbe huu ni kwa kila mmoja. Lazima tulie ole kwamba ole wangu mimi maskini, ni nani atakayeniokoa na mwili huu? Kwa namna hiyo ndipo tutaweza kupona
katika uvuguvugu huu ndipo tutaweza kupona katika ujanja na ujuaji huu. Na jambo lingine la kujifunza katika eneo hilo, lipo tumaini. Nashawishika kusema, lakini ni kwa mtazamo wangu kwamba huenda katika ulimwengu huu yahitajika imani kubwa sana ili kuweza kustahimili na kuweza kumudu na kuendelea na changamoto za Laodikia. Na kwa kuwa ni hivyo, basi iko taraja, iko taji, iko tunu kwa wote watakaoshinda katika zama hizi za uvuguvugu. Kumbuka, the greater the battle, the greater the war, the sweeter and the better the victory. Vita inapokuwa kubwa zaidi, vita inapokuwa ngumu, ndipo ushindi unakuwa na raha, unakuwa na furaha, unakuwa mzuri. Na ndiyo maana katika kitabu cha Ufunuo 7:14 wakati anaulizwa hao ni kina nani, inasikika ni wanaotoka katika dhiki iliyokuu. Kwa hiyo ujumbe huu, hebu sasa tutubu kwa bidii, hebu tuungame, tusiwe vuguvugu, tuwe moto au tuwe baridi tukaangamie. Lakini ikiwa tutashinda vita katika Laodikia, tutakuwa washindi wa dhiki ile kuu, tutakaofua mavazi kwa damu ya Yesu. Asante. Ni vizuri kuishi maisha ya uhalisia, si vizuri kuishi maisha ya kujidanganya wenyewe ili hali tukifahamu usahihi wa jambo. Mpenzi mtazamaji, kufikia hatua hii tupate mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji, nikukaribishe tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ndicho ambacho kinaendelea, na bado niko na wachambuzi ambao tumeangazia mambo mengi. Tumekomea katika kipengele cha kutambua kwamba hatupaswi kuishi maisha ya uvuguvugu. Wachambuzi, tunaelekea mwishoni sasa mwa kipindi hiki, na natamani kwa ukazo na kwa msisitizo zaidi kila mmoja azungumze kile ambacho anahisi katika somo la leo. Anatamani mpenzi mtazamaji kiwe ni cha kukikamata sana katika maisha, chenye uhalisia. Nianze na Dr. Martin. Naam, asante sana. Kusimama katika mapenzi yote ya Mungu, tujifunze mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba utayari wetu na kujisalimisha kwetu kwa mapenzi ya Mungu ndiko kutatuwezesha kusimama imara kikamilifu ili tuweze kuona kusudio jema likitimia katika maisha yetu. Lakini vile vile katika somo la leo tujifunze ya kwamba katika ulimwengu huu tuwe na mtazamo, tuwe na mentality ya kwamba tumeunganishwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo tunaishi ulimwenguni, ndio tunachangamana na watu, ndio tunashirikiana nao, ndio tuwaonyeshe upendo, ni kweli, lakini lengo iwe ni moja tu, kwamba tunaishi sisi ni wa mbinguni, na kwa namna ambavyo inampendeza Mungu tukawafanye na wenzetu waweze kuungana na mbingu. Na jambo ambalo tujifunze pia katika somo la juma hili ni kwamba katika yote tunayoyafanya, Mungu anatungojea ili tuweze kumrudia, tuweze kumrejelea, ili mema yote, muunganiko. Kumbuka lesoni ya robo yetu inasema kwamba kuunganisha mbingu na dunia. Ziko hatua 4 ambazo Mungu hutumia kuunganisha mbingu na dunia. Hatua ya kwanza aliweza kuifanya tayari, ilifanyika pale Gethsemane katika msalaba wake. Kwa wakati ule watu ambao wanauliza vipi shetani aweze kuunganishwa, shughuli yake iliishia pale. Shetani hana nafasi nyingine. Yohana 6 ameeleza vizuri hayo. Hatua iliyofuata baada ya Gethsemane, baada ya kushindwa kwa muovu na kutangazwa kwa ushindi, ilifuata hatua ya upatanisho, hatua ya maombezi, jambo ambalo hata leo Mungu anatuombea
mimi, anakuombea wewe ili uweze kuungana na mbingu licha ya kwamba upo duniani, na itafanyika mpaka atakaporejea mara ya pili, na itafuata hatua ya 3 ya milenia. Katika miaka 1000 tutaweza kuungamanishwa sasa kikamilifu, na maswali yote tulionayo katika ulimwengu huu yataweza kujibiwa. Na mwisho kabisa, baada ya milenia ile, katika Ufunuo 21, ya kale yamepita, mbingu mpya na nchi mpya, ndipo muunganiko mkamilifu utaweza kufikiwa wa mbingu na dunia. Tuishi kuiona milenia, tuishi kuiona mbingu mpya na nchi mpya, na Mungu aweze kutusaidia kwa pendo la Mungu Baba, kwa neema za Bwana wetu Yesu Kristo, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi sote. Amen. Naam, asante kwa hitimisho zuri na uchambuzi mzuri sana kutoka kwa Dr. Martin. Nafasi hii ni yako sasa, Mwinjilisti Masaka. Mkazo wako uko katika nyanja ipi hasa katika tunapokuwa tukifunga mada hii ambayo tunaangalia kuunganisha mbingu na dunia, lakini tukiangalia kitabu cha Wafilipi na Wakolosai? Kuunganisha mbingu na dunia kupitia nyaraka hizi mbili ambazo Mtume Paulo aliziandika kwa Wafilipi na Wakolosai, tumeona namna ambavyo anaunganisha mbingu na dunia kwa maana ya mafundisho mbalimbali ambayo kwa kiatoa yanaowatia moyo Wakolosai na Wafilipi, kini yanatia moyo pia sisi leo tunapitia changamoto katika kanisa na katika huduma ya ukimishonari na kiutume. Hatupaswi kukata tamaa, lakini tunajifunza namna gani katika uongozi tunapaswa tuweze kushirikiana pamoja na kufanya kazi kama timu ili kuleta ufanisi katika utume na kazi ya Mungu. Na tumekuwa na masomo ya pekee ambayo yametusaidia kuelewa na kuzama katika utumishi na huduma na kutambua wito wetu kama watumishi katika umishonari wa kazi ya Mungu, kwamba kila mmoja ana sehemu yake ya kufanya katika kazi ya Mungu, na tunaunganishwa katika mwili wa Kristo kama kiungo, kila mmoja na katika sehemu yake, na tukifanya kazi katika hali ya ushirikiano, kila mmoja akimthamini mwenzake na kuleana kwenye kazi ya Mungu na kutiana moyo, hata kwa wale ambao wako dhaifu na wale ambao katika kazi ya Mungu wanapitia changamoto wanarudi nyuma. Sasa tuwatie moyo, tusiwaache. Tuwatie moyo, tuwavute kwenye kazi ya Mungu, na hatimaye wataimarika kwenye kazi ya Mungu kadri wanavyoendelea kutumika katika kazi ya Bwana. Lakini tumekuwa na somo la pekee la mwishoni mwa somo la robo hii, kusimama imara katika mapenzi ya Mungu. Somo hili kiuhalisia ndio Ukristo wenyewe. Pasipo kujisalimisha katika mapenzi ya yote ya Mungu, bado hajawa Kristo. Ili tuwe Kristo halisi, tujisalimisha. Kujisalimisha maana yake ni kwamba ni kujiachia kwa Mungu pasipo kubakisha chochote. Kusalimisha mapenzi yetu chini ya mapenzi ya Mungu, kusalimisha nia zetu chini ya nia ya Kristo, ili Kristo atende kama apendavyo katika maisha yetu, atutumie kama atakavyo, ili tuweze kuwafikia watu wengine na tuweze kuwa na ujasiri. Hata tunapokumbana na magumu watu wagopa, maana ujasiri wa Kristo utakuwa ndani yetu kituongoza katika kufanya kazi ya Mungu na kuwafikia watu wengi. Nyaraka hizi za Paulo zilizoandikwa, na Paulo alikuwa ni msomi kwa wakati wake, alikuwa ni daktari, alikuwa na PhD. Kwa nyaraka zake wakati fulani zimekuwa na utata kwa baadhi ya watu kama usomi katika hali ya muunganiko na kwa roho wa Mungu akikuongoza. Na ndio maana Petro katika waraka wake wa pili wa Petro sura ya 3 fungu la 15 na 16 ameeleza kwa ufasaha kuhusiana na nyaraka za Paulo, namna tunatakiwa kusoma kwa umakini na katika hali ya muunganiko ili tupate uhalisia wa kila ambacho amekizungumza katika nyaraka mbalimbali. Anasema hivi kwenye kitabu cha Petro wa pili 3 aya 15 na 16, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia katika hekima aliyopewa. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo haya watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa, kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Kwa kupitia nyaraka za Paulo tunapozisoma, maana Mungu alimuongoza Paulo kuandika nyaraka hizi kwa hekima, lakini kwa elimu ya kiwango cha juu. Kwa ili kuweza kuelewa nyaraka hizi,
tunapaswa tuombe Roho wa Mungu atuongoze ili tuweze kuwa na ujuzi wa kuyafahamu nyaraka hizi. Anasema kwamba watu wasio na elimu, ni vizuri kuwa na elimu katika kusoma neno la Mungu, lakini pia ni vizuri kuwa imara ili tusije tukapotoa nyaraka za Paulo kama ambavyo wengine wanatafsiri tofauti na uhalisia wa alivyokusudia katika nyaraka hizo. Tumejifunza nyaraka hizi kwa namna ya pekee kama ambavyo tumejifunza katika baadhi ya masomo fulani kwamba kupitia nyaraka hizi kuna muunganiko fulani katika kujifunza mada hizi. Na maana tunapojifunza katika mada hizi tunajifunza katika kupitia vitabu mbalimbali. Tunasoma kitabu cha Efeso, tunasoma kitabu cha Wafilipi, Wakolosai ili kupata muunganiko wa mada husika ambao zimejengwa katika nyaraka tofauti tofauti. Na ili kujifunza maandiko pia kuna kanuni zake. Kuna kanuni ambayo tumepewa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 10 fungu la 28 kwamba ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Ili kufahamu mada fulani, vizuri kupata uelewa kutoka kwa waandishi tofauti wanaoelezea mada hiyo husika ili kuweza kuielewa na tusije tukapotoa neno la Mungu tulieleze kwa ufasaha ili watu wengine katika kujifunza kwao wapate kuelewa. Kwa hiyo katika nyaraka hizi tumejifunza namna ambavyo Paulo anatuunganisha na mbingu na kutupatia uelewa zaidi wa kuyafahamu mapenzi ya Mungu na kujisalimisha kwake na kuandaliwa kwa ajili ya umilele, lakini kutumika katika huduma na utumishi wa kujitoa muhanga. Asante. Na mpenzi mtazamaji, nikwambie tu katika tunaweza tukasema kifupisho cha au summary ya masomo haya. Kwa ufupi, somo letu linatufundisha yafuatayo. Moja, injili ni kazi ya pamoja, si ya mtu mmoja. Jambo la pili, umoja ni msingi wa mafanikio. Yanaweza kawa ya kanisa, ya watu binafsi, ya kikundi. Jambo la tatu, tunapaswa kusimama imara katika mapenzi ya Mungu. Hili ni jambo kubwa sana mpenzi mtazamaji. Lakini swala la mwisho, lazima tuchague upande, kuwa upande wa Kristo au dunia. Sasa unaweza kujiuliza tu mpenzi mtazamaji, nani anatawala moyo wako leo? Kristo au dunia? Niendelee kukusisitiza tu na kukushukuru na kusema kwamba tunatambua mchango wako mpenzi mtazamaji na namna ambavyo umetembea nasi katika vipindi vyote ambavyo tumekuwa nawe katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia channel ya BW Media. Tunakualika tena, endelea kuungana nasi katika vipindi vijavyo. Unatamani kujua mada gani tunaenda kuanza? Basi endelea kufuatilia kila juma BW Media, utapata undani hasa wa kipi tunakwenda kuchambua katika huu mwezi, au tuseme baada ya somo hili tunaenda kuanza somo jingine. Lakini pia siachi kuwashukuru wachambuzi ambao tumeendelea kushirikiana nao, na naamini kwa neema ya Mungu tutaendelea kuwa pamoja nao katika somo lijalo. Nikwambie tu kwamba summary ya masomo yote utakwenda kuipata mpenzi mtazamaji. Tutakuwekea pia baada ya somo hili pia itaenda sambamba na summary ambayo itatupitisha kile ambacho tumekuwa tukijadili kwa ufupi katika miezi hii mitatu. Na nimkaribisha mwinjilisti Masaka, atakuwa akitupatia ombi ambalo ndipo tutakuwa tunaagana na mpenzi mtazamaji katika kipindi cha leo. Tunapokuwa tukihitimisha na kujiandaa kwa ajili ya robo ya pili, basi masomo haya ya kitabu cha Kolosai na Filipi yakawa ni mbaraka mkubwa kwetu sote, yakituandaa kwa ajili ya maisha ya umilele. Tuombe. Asante Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya robo hii ya kwanza, masomo 13 ambayo umetupitisha katika kitabu cha Kolosai na Filipi yamekuwa ni mbaraka kwetu sote. Tunakusihi na kukuomba utuongoze katika kupitia masomo haya, tuwe wamishonari wazuri na kuifikia jamii kwa ajili ya ujumbe wa injili ya milele. Mbariki mtazamaji wa kipindi hiki, masomo haya kai baraka kwake, na zaidi ya yote tuandaliwe kwa ajili ya maisha ya milele, tukifahamu kwamba hapa duniani sisi ni wasafiri na wapitaji tu, lakini kwetu ni mbinguni. Wewe pamoja nasi ukaendelea kutupatia baraka wako, tunaomba katika jina la Yesu, amina.